mpole, ni mnyenyekevu. Hata ukiambiwa achama unaachama, ila ukisha pona sasa unakuwa mjanja. Sasa unaweza kwenda peke yako, na hapo ndipo sasa watu wengi wana crash. Kama ulivyokuja ukitaka kuponywa, unatakiwa kusubmit chini ya upako huo, ili upako na hiyo neema ikupeleke unapotakiwa kuwa, mahali ambapo adui zako hawakutaka ufike, kusudia wafike. Wakishaona wewe utakuwa mtu fulani, ndipo wanakutumia majini, wanakuloga matatizo. Mimi nimeanza huduma nikiwa shule, tena nikiwa bado form 2 nimeanza huduma. Nimeona watu wanaanza kusumbuliwa na macho, kumbe huyu mtu alikuwa na hatima kubwa. Wameona kama tulivyoona mamajusi, wameona nyota yake. Sasa wanataka wakuamishe kabla haijaanza kutenda kazi. Na wengi tu mmevurugiwa maisha mkiwa bado wadogo. Maisha yako hayajaharibika ukubwani, maisha ya watu wengi yameharibika utotoni. Umerogwa kwa sababu una hatima fulani. Wengi huu umekuwa na matumbo kama mmemeza parachichi. Unakuta mtu ana tumbo unaonekana matatizo, yaani wazazi wako yaani umekuwa kwa bahati. Sio kwa sababu mbaya, kwa sababu una namna fulani ambayo kuna mahali ulitakiwa kufika. Sasa adui zako wakaanza kuweka diversion. Matatizo hayo wengine yamewa divert kwenda kwenye njia ambazo hawakutakiwa kwenda. Kwa mfano, mtu ana ndoto za kusoma, anaanza kuugua, mwisho wake ndoto ya kusoma inakufa, anasema bora niolewe. Tayari wamedivert. Yaani umeenda kula ambapo hukutakiwa kwenda. Mwingine sasa alikuwa anataka pengine kuwa dokta, anaamua tu bora niende hata upolisi. Lakini tangu mwanzo ungemuuliza, alikuwa na ndoto fulani, alikuwa na maono fulani kwamba mimi nasoma ili ninatakiwa niwe fulani, niwe askari, niwe mtu fulani, niwe mwanajeshi, niwe mtu fulani, niwe mwana. Lakini kutokana na kulogwa, anaona mbona hata hawalimu kananifaa angalau tu ndio napata mshahara, lakini ndani yake sio mwalimu. Hata yeye kabisa akikaa chini hapo anajua kabisa kwamba mimi sikutakiwa kuwa mwalimu. Kwa nini hiyo amefikia kuwa mwalimu? Kwa sababu kuna watu walianza kuleta mashambulizi ili asifike anapotakiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini watu wengi wanashindwa kufika? Hicho ndicho kwa nataka nikwambie. Tatizo ni kumtega mgongo mwenye kuwafikisha. Kuwatega mgongo wenye kuwafikisha. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Ameweka watu ili hawa watu wakupeleke kwenye hatima yako. Ndio maana hata siku ukifa, kuna mtu anayehitajika pale aje aseme neno basi. Hata kama umekufa, wataulizana tu, huyu mtu alikuwa na sani, alikuwa ni wadinile. Kuna mtu anayehitajika hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe hapo, wengine mmeishia kuolewa mkashindwa kufikia ndoto zenu kwa sababu mlilogwa. Na kwa nini ulifanikiwa kurogwa? Kwa sababu ulitega mgongo mwenye kukufikisha hapo. Ulimsahau Muumba wako, ulimsahau mtu aliyewekwa mbele yako kwa ajili ya kukupeleka hapo kwenye hatima. Ili ufike
unapotakiwa ufike. Kwa hiyo sasa hivi tunapambana na watu walioharibiwa maisha yao utotoni, ndio tunapambana sasa hivi. Umaskini, maisha magumu unayoyaona hayajaanza ukubwani, ni mambo mengi yalifanyika utotoni kwenye maisha yako au waliokuzaa. Ni vigumu sana kutoka kimaisha. Umetoka kwenye familia maskini iliyoloko